Karibu mtazamaji, natumai hali yako ni sawa tangu tulipoagana, na vile vile natumai siku yako imekuendea vizuri. Karibu kwenye kipindi Safu ya Biashara, na siku ya leo mtazamaji tutakuwa tunaangazia mada ambayo ni ya kuwekeza kwenye nyumba za kukodisha. Natumai kabla ama baada ya kipindi hiki utakuwa na mawili matatu pengine ya kuweza kujua ikiwa ni biashara moja ambayo unaweza kuwekeza. Kwenye kipindi nimetunukiwa kuwa na mgeni ambaye atatueleza mengi kuhusu yeye nani, lakini tumpatie nafasi akaweze kujitambulisha. Karibu kwenye kipindi. Asante. Kwa faida tu ya mtazamaji, kuna wale pengine ambao wameweza kukuona, lakini kuna wengine ambao kwao sura yako ni mgeni. Ningependa ukaweze kujitambulisha, wewe ni nani? Jina langu ni Julius Gure. Na mimi ni mkaaji wa hapa Nakuru, Nakuru town. Yes. Na leo tunazungumzia kuhusiana na mada ambayo ni ya kuwekeza kwenye biashara ya kukodisha. Na ni kukodisha nyumba, mtazamaji. Na tungependa kujua ikiwa wewe ni mwekezaji ama umeweza kuwekeza kwa biashara hii ambayo tutakuwa tunazungumzia leo. Biashara ya rental houses. Ni biashara mzuri kidogo. Kwa hiyo kwanza nijaribu introduce how nilianza kufikiria habari ya mambo ya rental houses. Nilikuja hapa Nakuru in 1989. Na wakati nilikuja sikuwa najua Nakuru hata kidogo. So wakati niliingia tu nikatafuta kanyumba ya kukodesha na nikapata kanyumba mahali huko kunaitwa Langaranga mwisho na huko chini. So wakati nilipata hiyo nyumba, huyo mwenye nyumba alikuwa na tunyumba mingi ya kukodesha. Ingine ilikuwa one room, tungine tulikuwa hata ya matope. Lakini one room na tulikuwa tumetegezwa mzuri sana. Sasa mimi niliweza kupata moja hiyo mzuri ya mawe. Na huyo mzee alikuwa na duka hapo mbele ya nyumba zake. So nilikuwa naenda hapo tunazungumza na yeye. Nilikuwa very young, a young man. So wakati tulikuwa tunaongea ndio alikuwa akiniambia vile alianza na vile anapata pesa mzuri kwa hiyo kazi. So nikaanza kupata interest ya hiyo. Na that is how I got interested na kujua sana mambo ya rental houses, and therefore that is how I started kufikiria how can I also get into it. Ya kwanza ilikuwa how can I stop getting houses, renting houses, how can I get mine. So that was my first interest. Kwa hivyo tukizungumzia ama kwa faida tu ya mtazamaji ni kwamba pia wewe ni mtu ambaye umeweza kuwekeza kwa nyumba ambazo ni za kukodisha. Yes. Lakini umetueleza kitu ambacho kiliweza kukuchangia ama kilifanya ukawa ama ukapendelea kuanza biashara ile ni kwa sababu uliweza kutangamana na rafiki yako ambaye aliweza kukupatia historia ya moja ama mbili kuhusiana na hilo, kisha nao ukajipata umeweza kuwa mwekezaji. Lakini Bwana Gure, tukizungumzia mambo na kuwekeza kwa nyumba za kukomboesha, pengine tuna kama aina zipi ama watu wanaweza kuwekeza tuna aina zipi za nyumba za kukodisha pengine? Nyumba za kukodesha zimekuwa aina mingi. Ya kwanza kuna hii one room. Room tu mtu akiwa peke yake, when maybe you are young, you have no family, unaweza kufit in that one room. Kuna ingine inaitwa bed sitter. Bed sitter ni one room lakini kako na toilet yake, toilet na bathroom huko ndani. Kuna ingine ambao ni one bedroom. One bedroom ni kakubwa kidogo kwa sababu iko na bedroom yake, iko na shower ndani na bathroom, which is normally very, very important to when someone is looking for a rental house. Hiyo ambao iko na shower ndani na bathroom, it is more preferred kwa sababu watu siku hizi wanataka kuwa private
na mambo yote yao na to maintain their own cleanliness. And then kuna ingine kubwa ambayo inakuwa 2 bedroom, 3 bedroom. Na siku hizi hata kuna ingine ya mtu ataka kuja akute aingie kwa compound yake akiwa peke yake. Kwa hivyo hizo ni baadhi ya aina ya nyumba ambazo mtu anaweza kutengeneza ama zinaweza kupatikana ambazo ni za kukodisha. Na pengine tukizungumzia kuhusiana na nyumba za kukodisha, pengine tunaweza kusema ni yepi ambayo ama wewe ulizingatia yepi ili ukaja kusema kwamba nitaanza kutengeneza nyumba ambazo ni za kukodisha. Ni yepi ambayo tunafaa kuzingatia ili tukaweza kufikia hapo? Okay. Let me say one thing. Wakati nilishuka town ya Nakuru namna hii, kuna kabao kalikuwa kameandikwa hapo kwa Lions, ile roundabout ya Nakuru. Wakati nilishuka tu, kitu ya kwanza niliona ni kitu imeandikwa hapo, imeandikwa Think Ahead. Siku hizi haikuwagi hapo, but those years there was kitu ilikuwa imewekwa hapo kwa hiyo garden, Think Ahead. Na ilipatia challenge. Hata wakati nilienda, every time nilikuwa nakumbuka what I saw, ilikuwa imeandikwa Think Ahead. So I was wondering, what does that really mean, to think ahead? And in my own interpretation, niliona ya kwamba you are being told that wakati uko hapa leo, fikiria mambo ya kesho na kesho kutwa. And therefore, hata wakati tulikuwa tunaongea na mzee kuhusu mambo ya rental houses, nilikuwa na that challenge. So what I decided is that you need to buy a plot. Yeah, as early as possible. And that is what I must say that helped me even to date. Kufikiria mapema. You see, that was my first year of employment. And therefore, I decided the first thing I'm going to do is to save money. Once I save money, as I am now thinking where to stay, where to buy this plot, let me be saving. And therefore, that is now the second important thing for an investor. Baada ya kununua shamba, unafaa usave kwanza. Kabla ya kununua shamba, you save first so that you get capital ya kununua shamba. Kwa yule ambaye ana mtazamo wa kwanza kuanzisha nyumba ambazo ni za kukodisha, kwanza lazima usave kisha ununue shamba. Ununue plot, hata kama ni plot. A plot, you know, a plot is, when we talk of a shamba, we are talking about big land. But a plot is something, let's say, as small as 40 by 80 or 50 by 100 quarter-acre. Na kitu kingine ambacho ni cha kuzingatia wakati mtu anataka kuanza biashara kuanza biashara ambayo ni ya kutengeneza nyumba ambazo ni za kukodisha. Tuna kitu ambacho kinafahamika kama location. Yes. Location ina muhimu gani katika kuzingatia kutengeneza nyumba ambazo ni za kukodisha? Asante sana. That is one of the most important things wakati unafikiria mambo ya nyumba za kukodisha. There are several determinants. Ya kwanza, how much capital can you get? Unajua income za watu ni different. Sasa yako wewe mwenyewe, you have made a decision you want now to buy a plot. How much money can you be able to save on monthly basis? And the easiest thing is to know how much money you can, you join a circle. Once you join a circle, then you decide how much money you are going to be saving so that you get a loan. When you get a loan, you know now maybe it will be given 3 times or you are saving or something like that. So you'll be able to get a bigger amount of capital. Then, once you know how much you can get, then you go towards looking for a plot where you can afford. Because plots, the price of plots are very high, like today. Near town, you get a plot of about 5 million. So when you start thinking of how the time you'll take to get that money, it becomes difficult. So you go looking for a plot where you can afford. But when you are looking for it, try to identify 2 things. One, is it close to the highway? The closer you are to the highway, the better.
because development goes towards the highway. I would rather you go far from town, but near a highway, instead of being within town, but getting through darkness where you can be crowded when you are going home at night. So that is one major important thing. Number two is now the kind of, since you are thinking ahead, the kind of buildings that you may want to come up with. If you are thinking of high level houses like story houses, then you may not be able to go to various locations. So therefore, generally, when you are starting as like a young person, you don't have that much capital. So you go where you can afford to get, but close to the highway as possible. Kwa hivyo, kwa mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki, ungeweza kumpendekezea ni vizuri akaweze kuanza ama kujenga nyumba zile zake mahali ambapo pengine ni karibu pengine na mji na karibu na njia kuu kama vile ambavyo umeweza kueleza. Niongeze kidogo. There are also other things that one may be looking for. Unaona, there are some other amenities which are important. Ukiwa karibu na school na shule, you are almost getting assured that hutakuwa ukipoteza time nyingi kwa watoto wako when you get children kwenda very far long distance ama kutafuta gari ya kuwapeleka. So there are some savings you do by doing the location. Vitu kama maduka, vitu kama hospitali kwa mfano. So when there are such developments, then it tends to make you make that decision to kuwa karibu na hizo. Inakuwa ni rahisi. Inakuwa rahisi. Tukizungumzia utasikia kuna watu wengine ambao wanaweza kusema kuna hii kazi ambayo ni ya kutengeneza nyumba za kukodisha. Ni vizuri ukaweza kuangalia mahali ambako kuna wingi wa watu. Unaamini jambo kama hilo Bwana Ngure? Yes. That is a major determinant. Kwa sababu unataka mahali watu wako wengi, ndio development iko mingi. Na therefore hata value inaenda kwa haraka. Na tena wakati utapata tenants, wao watapenda kwenda mahali kuko na security. And therefore mahali iko na watu wengi, watu wanatend kuwa na kupenda hapo because of security. Tena when you are somewhere alone, social element is a major problem, because wewe uko peke yako, hakuna mtu uko naye wa kuongea naye. Lakini wakati mko karibu na watu, unaweza kupata mahali ya kwenda kuweka vitu yako wakati unajenga ama hata kuomba maji, kitu kama hiyo. Bwana Ngure, tumeweza kuangalia vipi ambavyo tumetengeneza nyumba hizi na ni wapi hapo ambapo tutaangalia ili tukaweze, ama ni baadhi ya mambo yapi ambayo tutazingatia ili tukaweze kutengeneza nyumba za kukodisha. Tumetengeneza zile nyumba, tunataka kuzimanage ama kuzisimamia. Usimamizi wa nyumba za kukodisha huenda vipi? Kuna wale ambao mimi huwa naona kwamba wanasimamiwa nyumba zile na agents, kuna wale ambao wanajisimamia wenyewe. Pengine mambo na usimamizi huenda vipi? Usimamizi wa nyumba za kukodisha is important. Kwanza, wewe mwenyewe, if it is possible, as much as possible, ni mzuri usimamie hiyo nyumba wewe mwenyewe kama the owner, so that you get interactions with the tenants. Wale tenants uko nao unajua ni akina nani, na unajua kila mtu shida zake, so that hata wakati wanalipa unawaelewa mzuri. Number two, kama you are a bit far from where the houses are, afadhali utafute mtu, that's my opinion, utafute mtu ambaye atakuwa, hata kama anakaa hapo, kama ni tenant, unaweza kumlipisha pesa kidogo, and then anachukua, ana coordinate. Sana siku hizi kuchukua pesa sio problem, kwa sababu wote wanaweza kulipa na M-Pesa. They pay to you directly. So kama uko na mtu ambaye atakuwa kiangalia vile milango inafungwa, security usiku, someone you can coordinate with when you are far. Unampigia simu, ama kukiwa na shida ama nyumba mtu akitoka, kuna anakueleza umetoka.
wewe ni mwekezaji. Wakati tunazungumzia kuhusiana na kuwekeza katika nyumba za kukomboa na tumezungumzia kuhusiana na usimamizi, ina maana kwamba wewe ndiye ambao ujisimamia ama wewe ndiye ambao huangalia nyumba zako za kukodisha? Ile tu nyumba niko naye si mingi. Kwa hivyo na niko karibu. So ndio naangalia mimi mwenyewe. Lakini kama nyumba zinaweza kuwa mingi, then you can look for an agent. Especially nyumba ziko mingi na ziko mbali na wewe. Agents sasa wanaweza kuwa, lakini agents are not the best. I would not advise that. Kulingana mimi. Kwa sababu afadhali uajiri mtu ambao utegezeka ama umpatie kanyumba kamoja na wao anakutengenezea. Kwa sababu agent ako na interest ya kuchukua pesa na kukulipa. Lakini vile watu wanakaa, cleanliness na discipline ya hiyo compound yako, it matters. Na kwenye kipindi mtazamaji, tunaye Bwana Julius Ngule. Anatuelezea kuhusu ama tunazungumzia kuhusiana na mada yetu ambayo ni biashara ama kuwekeza katika nyumba ambazo ni za kukodisha, na natumaini kufikia mahali ambapo tumefika umeweza kusoma mawili matatu. Nakumbuka ukitaka kuzungumza nasi ama ungependa kuchangia mada zetu, kumbuka ni kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Faraja TV kwenye Facebook, Faraja TV Media upande wa YouTube, na kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0703339959. Maji nikaweza kukudhibitishia kwamba huo ni msimamo wake, kwa hivyo hapigi mtu yote vita. Lakini kulingana na Bwana Ngule kuhusiana na usimamizi, hayo ni maoni yake. Lakini kwa kiasi kikubwa tunaona kwamba watu wengi ambao wanatengeneza nyumba, baadaye unapata kwamba hizo nyumba zimekuwa ni nyumba za kuku, zimekosa wateja. Sijui kwa upande wako ama una mafikra yepi ambayo anaweza kutusaidia ama kusaidia yule ambaye ana azma ya kuanza biashara kama hii, isifikie wakati zile nyumba zitakosa wateja ama zikawa nyumba za kuku kwa sababu ya yale ambayo hutokea. Pengine huwa una interact ama kuingiana ama mwingiliano wako na wateja wako kwa vipi ili wakaweza kukaa pale wasiondoke? Asante sana. Ukiona mahali mtu amejenga nyumba na zimekosa tenants, kuna mambo kadhaa mimi hufikiria. Ya kwanza, alifanya mistake from the very beginning ya location. The location of the plot. Kama ununua plot mahali bali sana na development, mahali ambapo kuna shida ya mtu kwenda hapo especially jioni ama asubuhi, utaona ya kwamba watu wengi watatafuta mahali karibu. Na kama nilikuwa nimesema uwe karibu na along the highway as close as possible. Na kulingana na pesa yako ile unaweza pata. So ukiona watu nyumba unajenga na zinakaa bila watu, mostly iko mbali sana na location. Number 2, unaweza kuwa umejenga nyumba ambayo they are not properly done. Yaani ulifanya tu for the sake. Kama ni kanyumba unajenga let's say 2 bedroom, kanyumba kadogo mpaka mtu anaona sitting room haitafit vitu yake. Kwa hivyo hata wakiingia watakuwa wakifikiria kutoka. So therefore kila wakati utakuwa na turnover kubwa sana ya watu. Number 3 is the way you treat your tenants. You know your tenants are your clients, they are your customers. So inatakikana uwe unaongea mzuri na customers. Unawaelewa. Na ndio nilikuwa nikisema it's more important wakati wewe mwenyewe una manage your estate. Ukipata client ambao unawaongeleshea mbaya, normally wana congregate wanashikana. Wanashikana, wanataka kuja against you. Na sana ni kwa sababu there are several things, basic things. The basic things very important, kitu ya kwanza ni maji. Kama kwa nyumba yako haina maji, tunangojea tu watu waende wakatafuta maji, maji. Most likely hawa watu watatafuta mahali ingine na wataenda. Number 2, ni kitu inaitwa stima, electricity.
watu siku hizi especially young people lazima uwe na simu, unataka kucharge, unataka kusoma, mambo kama hiyo. Stima ni muhimu sana. Namba 3 ni vitu kama dustbin. Watu hiyo vitu yako wakikollect wanaweka wapi? Na kama nyumba yako mostly these days kama hutaweka kichoo na bafu within the house, utaona kwamba inasumbua watu sana. Watu wataki kutoka nje waende wakatafute choo na huko nje. They want a house ambao watakuwa mtu akimanage yeye mwenyewe akiingia. So hiyo ndio mambo mingi inafanya watu wafikirie kutoka. Pengine niulize tu swali hili. Na swali hili huweza kutokea kwa wale ambao wanakodisha hizi nyumba. Tunapata kuna changamoto kubwa ambayo huweza kupatana nayo ya pengine kukosa kulipa ile kodi ya nyumba, ile rent, ama kuchelewesha kwa rent. Unafikiri ama ungependa kumwelezaje mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki, wewe huwa una deal nao ama? Yes. Niko na hiyo shida pia. Sana customers wengi ukiwaweka mzuri, they also want to pay you. Lakini once in a while unaweza kupata mtu anataka kutoka lakini hakwambii. Anakosa kulipa mwezi wa kwanza. So kama utakuwa umeitisha deposit, ni kumaanisha utapoteza hiyo mwezi ya kwanza. Lakini kama umeweka deposit, sasa wakati amekaa hiyo mwezi moja, then you must make a very fast decision. Aende ama ufukuze yeye na umueleze. So what I do personally ni kwenda tu na tuongea na wao, na ananieleza anataka kutoka. Kwa hivyo na mimi naanza kujipanga vile mtu mwingine atakuja kureplace yeye. Once in a while kuna tenant ambao anakuwa mbaya zaidi. Ana insist hata eda na anakataa kulipa. So mnang'ang'ana na yeye, unafungia yeye mlango. Yani anaenda in a undignified manner. But that is a very rare occasion wakati nyumba zako umeweka mzuri na watu una relationship mzuri na wao. Mtazamaji, kulingana na Bwana Ngure, anasema dawa ambayo ni nzuri ya kosa kusumbuana na wale ambao unawakodisha nyumba ni kuwapatia treatment ambayo ni nzuri. Lakini kabla tujaenda kwenye pumziko fupi ama kwenye mapumziko, tungependa kujua huwa inafikaje unajua kwamba nyumba zangu nitazikodisha kwa hii bei? Nini ambacho uangalia pengine ili kaweza kusema hii nitalipisha 4,000, hii nitalipisha 10,000? Mnafanya kitu ya kwanza ni comparison na ile manyumba iko karibu. Zile nyumba kama ni 2 bedroom, wale wengine wanalipisha pesa ngapi? Kwa sababu huwezi kwenda juu sana na wale wengine wanalipisha hii pesa. Number 2 ni kuhakikisha ile nyumba umetengeneza ikiwa kama yako. Usifikirie ati tenant ni mtu umweke kwa kanyumba kabaya hivi ama utengeneze kama mlango baya. Tengeneza as if you are making for your own. Kama ni tiles weka tiles mzuri, kama ni mlango weka ile mlango mzuri zaidi. Kama ni security weka security. That way utaona ya kwamba tenants watakuwa ready kulipa hiyo pesa umemwambia. Kwa sababu ataenda kufanya comparison pia. Ataenda mahali ingine akiona yeye unalipisha the same amount lakini compound yako ni mzuri, well maintained, atafurahi kukuja hapo. Naam, kwa hivyo kuna mambo kama yale ambao mtu huweza kuzingatia ili akaweze kuanza ama kujua atalipisha bei kiasi gani. Mtazamaji, nikiangalia muda wangu unaniruhusu tukaweze kuchukua angalau tama la maji ili tukirudi baadaye tukaweza kuzungumza ama kwenye awamu ya mwisho tumalizie kipindi hiki na kujua ni changamoto zipi kunradhi ambazo huweza kupitiwa wakati tunaweza kuwekeza kwenye biashara hii, na pengine kuna manufaa yapi ikiwa tutaweza kuzingatia ama kuwekeza kwenye nyumba ambazo ni za kukodisha. Usiondoke, tutakuwa narudi baada ya muda mfupi. Kumbuka kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii na kupitia nambari yetu ya simu.